Kwa sasa nimeruhusiwa kuja nyumbani, lakini sio kwamba bado matibabu yangu inaendelea na kukojoa kwa kupitia mpira. Kwa hiyo bado kwa jumla bado mimi ni mgonjwa. Yaani kufikiria tu hauna, alafu bado unateseka sehemu ya mkojo tena, unatumia mpira. Nateseka sana. Yaani siwezi kusema tutateseka, nitateseka kama mimi. Sababu aliyojua hii shida ni mimi niliyopata jeraha. Jeraha ni kubwa sana, lakini kama mtu mwingine anaweza akafikiri ni ndogo. Yenye kitu tu kugonga hata na ngumi au kidole tu au utaweza ukachuchumaa mara 20. Acha kutolewa kabisa. Inauma sana. Yaani ukienda haja kubwa, ile pressure ya mkojo, yaani inakuumiza mpaka unasikia kweli machozi yanatoka. Hautamani hata kula chakula usiende haja kubwa, kwa sababu ya maumivu utakayopata. Kwa hiyo kweli inanitesa sana hiyo mpira, sehemu ambayo inanipitisha mkojo. Hiyo mpira sio kwamba imekuwa moja kwa moja. Haijakuwa moja kwa moja. Hii ni kwa sababu niweze kupata tu sehemu ya jeraha ipone, nipelekwe tena theater nikafanyiwa operation. Sio kwamba eti nimewekewa tu mpira nipate sehemu ya mkojo ipite. Kwa sababu pale wakiweka hii mpira ikitolewa, tulipoongea na madaktari, ikitolewa mpira sehemu ya mkojo itaziba. Sababu ile sehemu itaziba, huku tumboni mkojo itarudi, itaniua tena. Nyumbani kweli tunaishi na mke zetu vizuri, lakini kama kuna design hii asifanye hiyo tukio kabisa. Kabisa. Yaani hata akifikiria kumharibu hivyo, ala kumgusa mwanaume au bwana wako sehemu yoyote kwenye mwili wake, usiguse kabisa. Kwa sababu unaweza ukagusa, hautawaza kwa hiyo saa. Lakini akipata ukilema yote, utaona nafasi yake kwenye sehemu ya maisha yako. Hii vita inatakiwa ipigwe, kwa sababu matatizo kama haya sasa inaelemea kwa watoto wa kiume na sisi ambao tuko nyumbani na wake zetu. Wake zetu sana anatuelekeza madhara mingi sana kutuumiza. Wengine wasemi, lakini ndani ya ndoa kuna matatizo mengi ndani ya ndoa za watu. Lakini wanavumilia kulingana na maisha ya familia waliokuwa nayo. Laiti mtu kila siku ungekuwa unampigia hodi umuulize matatizo ya usiku na mchana, anakuambia bora mchana nilitembea kwenda sokoni kwenda kuuza nyanya na kitunguu. Lakini aliolala kwenye nyumba, anajua matatizo yaliyoko kwenye nyumba. Kwa hiyo ndugu wananchi, usione naongea hapa au kukufurahisha. Hii jambo haifurahishi kabisa. Haifurahishi kwa mtu yoyote yule ambaye ananisikiliza kwa makini. Kama ingekuwaje wewe, kama wewe ndugu yangu, ukakatwa sehemu ya mume wako usiku saa 7, alafu mtu akukata akunyonge na blanketi, unalia ndani lakini hamna msaada mpaka damu inakatika. Mimi ni Mungu tu ndiye amenilinda. Na ukitaka kujua ni Mungu amenilinda, jaribisha uone. Au sikata hata, gusa tu na kiembe kidogo, ndio utajua ninachoongea kwamba hapa maumivu iko. Kwa hiyo kama kuna ambaye ananisikiliza katika kitengo yoyote au katika idara yoyote, kama kuna namna ya kunisaidia nipate sehemu ya kukojoa kama mwanaume mwingine, sio ile tena, kwa sababu ile imeshaisha. Ile imeshayeyuka, ile haina kazi tena. Nipate mtu wote atakayenisaidia tu, nipate sehemu ya kukojoa. Labda nitengenezee au nifanyiwe namna yote nikojoe vizuri. Niachane na mpira ambao ni mkubwa katika mwili wangu, kwa sababu yenyewe ilivyo inaniumiza sana. Kwa hiyo yote ule atagusu au roho ya Mungu ikamtia moyoni, kwa kweli mimi kesho kutwa nitaenda operation. Kwa hiyo kama unataka namba yangu ya simu ndio hii hapa nakutajia. 0742320161. Jina itatoka Asheli Laza. Kwenye M-Pesa.
Usinielewe vibaya, sio nalia. Sipendi kusema nisaidieni au kusema chochote ile pale. Ila imenibidi tu kuongea iliyoko moyoni. Mimi nimekuja huku nyumbani, watoto wenyewe walinipokea kama sijui nini, kwa sababu hakuwa anaamini naweza nikapona. Lakini hiyo boma ni kama kaburi au mwate ya watu waliokimbiaga miaka nenda rudi, kwa sababu hakuna waliobaki. Mama ameenda polisi, ameshikwa akapelekwa polisi, na mimi nikaenda hospitalini. Olo, nimetoka. Niko nyumbani naishi. Waliokuwa wanasema huyu mtu amekufa, sijafa. Walikaa kabisa kwa ajili ya kutengeneza siku ya matanga yangu, kwa sababu walijua huyu mtu amekufa. Baada ya kukaa sieta kidogo, wakajua nimekufa. Kwa hiyo kilio ikarudi nyumbani kwamba mtu amekufa. Lakini mimi sijafa.